Sakata la madai ya ulaji rushwa wa zaidi ya shilingi bilioni 133 kwenye akaunti ya madeni ya nje yani EPA katika Benki Kuu ya Tanzania BOT ilivuma mwaka 2008. Mzee Mkapa alikutana na mengi. Novemba 2019, rais huyo wa awamu ya 3 wa Tanzania aliupa ulimwengu zawadi ya kitabu chake My Life, My Purpose, Maisha yangu kusudio langu. Rais John Pombe Magufuli ndiye alizindua kitabu hicho chenye kurasa 319. Mzee Mkapa alitaja mambo 6 ambayo kwa upande wake aliona yalitia doa utawala wake tangu alivyoingia madarakani mwaka 1995 mpaka mwaka 2005 alivyomwachia kijiti Dr. Kikwete. Moja ya tukio ambalo lilimsikitisha sana ni wizi wa pesa BOT, sakata la EPA. Kama mnavyojua, nimekuwa rais wa Tanzania kwa miaka 10. Baadhi ya matukio lazima nikiri yalikuwa ni magumu kuyahadithia na kuyaweka kwenye maandishi, lakini sikutaka kuyaacha kwa kuwa naamini kiongozi wa kweli huwa anajengwa na matukio yote hasi na chanya kwenye maisha yake binafsi na hata kwenye maisha yake kama kiongozi wa umma. Pia kuna jambo moja lilijitokeza baada ya mheshimiwa kumaliza muda wake la External Payment Account EPA. Mheshimiwa anaeleza kuwa anavyoelewa urais wake haukuwa wa kwanza kuruhusu ununuzi wa madeni kama huo. Anasema kwanza alisita, ila gavana wa Benki Kuu Daudi Bilali alimuelewesha na akasema watakaonunua hayo madeni walikuwa tayari kuchangia mfuko wa kampeni. Wahuni walitumia uaminifu wake kwa chama kumshawishi akubali. Anakoti, ninajisikia kuwa nilitumika na kusalitiwa, na ukweli ni kwamba mimi binafsi sikufaidika na sikupata chochote, anasema Mheshimiwa Mkapa. Naam, hii ni siku nyingine tena Mwenyezi Mungu ametujalia pumzi na uhai. Hili ni faili la 3 katika mfululizo wa mafaili yanayomhusu Dr. Daudi Balali aliyekuwa gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Na mpaka leo hii kuna watu bado wanajiuliza, hivi ni kweli Balali alikufa ama namna gani? Na watu wanajiuliza hayo kwa sababu kifo chake kilitokea Mei 16 mwaka 2008 nyumbani kwake huko Washington DC, Marekani, mara baada ya watu kuiba zaidi ya bilioni 100 Benki Kuu ya Tanzania, yeye akiwa ndio gavana. Bwana Neville Meena, hii issue ya EPA ni bado ya moto hivi? EPA ni aina fulani ya extra account ambayo iliwekwa fedha kwa ajili ya kulipa madeni ya nje. Zilikuwepo pale BOT muda mrefu, bilioni kadhaa. Kuwepo kwake pale, kibubu kilivunjwa na watu wakagawana zile fedha. Kwa sababu zile fedha zilitolewa katika misingi ambayo haikubaliki. Lilipoibuka lile jambo, Dr. Wilbrod Peter Slaa akiwa miongoni mwa wabunge machachari pale bungeni walibeba bango lile jambo wakitaka lile swala liingizwe katika mjadala wa bunge. Kwa hiyo vita ilipiganwa pale bungeni, na mimi nilikuwepo wakati ule. Ilipiganwa, unajua vita bungeni inapiganwa nje na ndani. Nakumbuka iliendeshwa mijadala nje ya bunge na ilihusisha wasomi, na nakumbuka miongoni mwa watu ambao waliwahi kulisemea jambo katika mjadala mmoja wapo wasomi katika jijini Dar es Salaam ni Dr. Bashiru Ali Kakuru, wakati huo akiwa mhadhiri chuo kikuu cha Dar es Salaam, na alifanya presentation mbele ya wasomi kwa maana ya vijana wa chuo kikuu, na hilo jambo lilikuonyesha kwamba kuna fedha pale BOT zimechotwa na vitu kama hivyo. Sasa mimi nakumbuka hilo jambo lilibuka wakati wa bunge la bajeti, na wakati ule bajeti ya serikali ilikuwa nasoma mwanzoni, bajeti kuu ya serikali. Utaratibu wa kuja kusoma mwishoni ulikuja kubadilishwa wakati wa bunge la akiwa spika akiwa na Makinda. Kwa hiyo na bajeti ikishawasilishwa, governor anakuwepo. Issue imetibuka, mambo yameharibika. Balali hakukaa kimya. Pesa zimeibiwa, sasa ikabidi yeye aitishe mkutano wa vyombo vya habari kueleza
anazichukuliaje hizo tuhuma zinazotolewa dhidi yake kwamba na yeye alipewa kibunda chake, alipewa gawio lake. Kwa utafiti wangu, Balali alipoitisha ile press conference alisema wamepewa maelekezo na wabunge jinsi ambavyo sasa wao kama taasisi kubwa ya kifedha katika nchi inayosimamia sera na taratibu za fedha wanavyokwenda kutekeleza. Kwa hiyo alizungumza kwa kirefu kidogo pale kama dakika 40-45. Lakini mimi uchambuzi wangu ulionyesha kwamba kwa sababu yeye kama governor hakuwa na mahali pa kuzungumzia lile swala la EPA ambalo tayari lilikuwa linazungumzwa huko nje, na yeye akitajwa kama miongoni mwa watu muhimu ambao lazima waeleze wa Tanzania kwa nini hii kitu ni nini. Alikuwa anafahamu kwamba akiita waandishi wa habari ni dhahiri watauliza swali kuhusiana na mambo ya EPA. Sasa nilipokuja wakati wa maswali, nakumbuka mimi nilikuwa wa kwanza kuuliza swali. Nikamwambia Mheshimiwa Gavana, kimsingi nilikuwa mmezungumza vizuri kuhusu bajeti iliyopita bungeni na jinsi ambavyo nyie kama wasimamizi wa polisi za kisera na sera za fedha na uchumi mnakwenda kutekeleza, lakini mnatuambia haya wakati kuna shida kubwa, ufisadi kwenye akaunti ya nje, hiyo EPA na nini, hii inakwenda vipi? Kwa hiyo akapata nafasi ya kuzungumza sasa pale. Kuzungumza kwa undani, lakini alizungumza kwamba yani alitoa maelezo ambayo yalionyesha kwamba angalau kwa upande wake amepata jinsi ya kujieleza, japokuwa haikusaidia sana. Alipoulizwa kuhusu kujiuzulu, akasema hawezi kujiuzulu ili kupisha uchunguzi unaoendelea, kwani haiwezekani mtu akaachia ngazi kwa tuhuma na uzushi tu. Na akamalizia kwa kusema kwamba kama kuna mtu ana ushahidi basi auweke wazi ili hatua za kisheria zichukuliwe. Sasa kilichofuata baada ya hapo ndicho kilichokuja kuzua maswali mengi zaidi ambayo mpaka leo mengine hayajajibiwa. Faili linafuata.